Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, na kusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea. Nikwambie, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameituhumu Urusi kwa kutaka kuleta machafuko barani Ulaya kwa kutumia droni kwa ajili ya hujuma na kuvuruga hali ya usalama. Katika hotuba yake ya jioni ya Jumanne kwa njia ya video, Zelensky amesema serikali ya Moscow inatumia kile alichokiita msafara wa kivuli, si tu kufadhili vita kupitia usafirishaji wa mafuta kwa meli kubwa, bali pia kwa hujuma na juhudi mbalimbali za kuvuruga utulivu barani Ulaya. Kurushwa kwa droni kutoka kwenye meli hizo ni mfano mmoja wa hali hiyo. Hata hivyo, taarifa rasmi kuhusu asili ya droni zilizogunduliwa hivi karibuni katika mataifa kama Denmark na Ujerumani bado hazijathibitishwa, na Urusi imekanusha kuhusika kwa namna yoyote. Dmitry Medvedev, naibu mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa la Urusi, alionyesha kuwa huenda majeshi ya Ukraine yenyewe ndiyo yanayotumia droni hizo kwa maksudi ili kuichochea Ulaya iingie vitani dhidi ya Urusi. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo katika Jamhuri ya Watu Donetsk na mkoa wa Zaporizhzhia katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumanne. Pia jeshi la Ukraine limepoteza zaidi ya wanajeshi 1355 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele. Vilevile, kundi la mapigano la Urusi Mashariki limeteka zaidi ya kilomita 4 za mraba za eneo kando ya ukingo wa kulia wa mto Yanchur katika kukomboa makazi ya Novovasilevskoye katika mkoa wa Zaporizhzhia, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumanne. Makazi hayo yalikombolewa na askari wa kikosi cha 394 cha walinzi wa magari ya kikosi cha walinzi wa 5 wa jeshi la pamoja wa silaha wa Mashariki. Vilevile, vikosi vya mapigano ya Mashariki vinaendelea kwa mafanikio kufanya operesheni za kivita dhidi ya vikosi vya kijeshi vya Ukraine kumfukuza adui kutoka kwenye maeneo yenye ngome na ukombozi wa ardhi ya mikoa ya Zaporizhzhia na Dnipropetrovsk, ilisema taarifa hiyo. Vilevile, kwenye uwanja wa kivita, kamanda ya Ukraine haikuweza kupeleka kikundi cha wanajeshi huko Kupiansk kwa sababu ya uchovu wa mwili na upungufu wa maji mwilini, vyombo vya habari vya Urusi vinasema, na kubainisha kuwa kundi la vikosi vya Ukraine nje ya jiji limekuwa bila chakula na maji kwa muda mrefu. Ilifafanuliwa kuwa amri ya Kiukraini inakataa ama kuwahamisha wanajeshi waliochoka na kuwatumia vifaa. Kulingana na maafisa wa usalama, wanajeshi katika kitengo hicho walihakikishiwa kuwa wangepokea mahitaji punde tu atakapoingia Kupiansk, lakini haikuwa hivyo. Wanajeshi wa Urusi wana uzoefu wa kuharibu makombora sawa na Tomahawks ambayo Marekani iliwahi kurusha huko Syria. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema, akibainisha kuwa katika tukio ambalo Kiev itaanza kuyatumia, ufanisi wake utakuwa wa chini sana. Anasema, ikiwa tutazingatia sifa za kiufundi za Tomahawks, na tuna uwezekano mkubwa wa kuzungumza juu ya marekebisho mapema, haya tayari ni mifumo ya kizamani. Wanajeshi wetu tayari wamekutana na aina hii ya risasi wakiwa wametumwa nchini Syria. Kwa ujumla, jeshi letu lina uzoefu wa vitendo katika kuzuia makombora haya. Kwa hiyo, hata kama wanamgambo wa Ukraine wataanza kutumia silaha hizi Tomahawks, madhara yatakuwa ya chini sana. Marochko alibainisha kuwa kuanzishwa kwa Kiev kwa matumizi ya Tomahawks kungefungua ukurasa mpya katika mzozo, kwani makombora hayo yana safu muhimu ya hadi kilomita 1500 na vichwa vyao vina uwezo wa kubeba mizigo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na nyuklia. Anasema, hiyo ni mifumo yetu ya ulinzi wa anga na waendeshaji wetu wataona tu alama, lakini kwa kawaida hatutaweza kubaini mzigo wa malipo mara moja, lakini tuna njia ya kujibu. Sina shaka kuhusu hilo, mtaalamu wa kijeshi alisema. Vilevile, ikomboa Novovasilevka, wapiganaji wa Urusi wanakata kambi ya kijeshi ya Ukraine iliyoko Gryliopol, mkoa wa Zaporizhzhia, kutoka kwenye njia zake za vifaa. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema, uwasilishaji wa makombora ya Tomahawk hadi Ukraine, ikiwa itaidhinishwa na Washington, inaweza kuchukua miezi kadhaa, na Kiev bado inaweza kuachwa bila idhini ya kuyatumia, gazeti la Uingereza la The Telegraph linaandika. Chapisho hilo lilibainisha kuwa hakuna uhakika nchini Ukraine kwamba makombora haya yatahamishiwa kwao. Yegor Chenev, naibu mwenyekiti wa kamati ya Verkhovna kuhusu usalama wa kitaifa, inasemekana anatarajia hatua zozote kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu makombora hayo, kutoka kwa kukataa kabisa kuyasambaza kwa uhamishaji wa polepole wa Tomahawks. Vilevile, kauli za viongozi wa Ulaya kuhusu madai ya kuwa tayari kutuma vikosi vya kijeshi nchini Ukraine
na kuipatia dhamana ya ulinzi wa pamoja sawa na zile zilizo kwenye kifungu cha 5 cha mkataba wa NATO hazipaswi kuaminiwa, kwani hazina uhalisia, kwa mujibu wa makala kwenye upande wa Foreign Affairs. Waandishi wanaona kuwa kupeleka wanajeshi wa NATO kwenda Ukraine kungejumuisha uingiliaji wa moja kwa moja wa muungano katika mzozo na Urusi. Katika miaka iliyopita, wanachama wa NATO wamekataa kwa uthabiti kujihusisha na makabiliano ya moja kwa moja ya kijeshi na Moscow, na kulingana na uchapishaji huo, hakuna uwezekano wa kubadilisha msimamo huo sasa. Kwa hiyo Kyiv haipaswi kutarajia Marekani au Ulaya kupeleka askari katika eneo lake. Vilevile, kansela wa zamani wa Ujerumani Angela Merkel amefanya madhara makubwa kwa uhusiano kati ya Berlin na Moscow. Naibu mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kimataifa ya baraza la shirikisho la Urusi Vladimir Jabarov anasema, ikiwa unakumbuka, Merkel alipokuwa akifuata sera yake alihakikisha kuwa anatulisha na mikataba ya Minsk na mikutano ya Paris. Tulimwamini kwa sababu tulifikiri kwamba wao wazungu walitaka kweli kusuluhisha swala la Donbas kwa amani. Kama ilivyotokea, walikuwa wakinunua tu wakati wa kuipa Ukraine kila kitu muhimu ili kupigana na nchi yetu. Ndio maana sina imani na Merkel alifanya madhara makubwa katika swala hili, na matokeo yake uhusiano wetu na Wajerumani na Ulaya kwa ujumla ulizorota sana, aliongeza. Vile kifurushi cha 14 cha msaada wa Slovakia kwa Ukraine kitajumuisha msaada wa kibinadamu. Waziri wa ulinzi wa Slovakia Robert Kelnak anasema, kulingana na shirika hilo, kwa kurudi Ukraine inatoa teknolojia ya kupambana na drone ya Slovakia. Rais wa Marekani Donald Trump amekiri kwamba kusuluhisha mgogoro wa Ukraine huenda ikawa kazi ngumu zaidi kuliko kusuluhisha mzozo wa Israeli na Palestina. Anasema, nilidhani hii ingekuwa rahisi kusuluhisha, lakini ikawa ni ngumu zaidi kuliko Mashariki ya Kati. Tutaona nini kitatokea kwa Mashariki ya Kati, alisema katika mkutano na waziri mkuu wa Canada Mark Carney. Unajua, mambo yanafanyika kwa heshima na Urusi na Ukraine, ilisema, na kuongeza hakuna maelezo. Alitaja mzozo wa Ukraine kama kitu cha kichaa, lakini alijigamba kwamba anaelewana sana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Licha ya hayo, alisema kwamba amekata tamaa ndani yake. Shukrani kwa baba kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.